Nimeambatana na bosi wangu mwenyekiti wa Ilemela, Mheshimiwa Makamu mwenyekiti wa taifa na viongozi wengine. Tunapenda kutoa machache kwa sababu ripoti yetu tumeweka kwenye maandishi, kwa hiyo mheshimiwa atakuwa na muda wa kuipitia. Ilemela ni wilaya yenye jimbo moja ambalo lina mitaa 19, kata 19 na mitaa 171. Ilemela kwa upande wa chama, mheshimiwa mwenyekiti au makamu mwenyekiti, chama chetu kiko vizuri. Tunaposema vizuri tuna maana uongozi umeenea kwa kata zote 19, isipokuwa tu kata moja ya Kahama ndo viongozi hawajawa imara sana. Kulingana na hali halisi ya hofu ndani ya jamii wanayumba, lakini tunawahakikishieni kwamba kamati tendaji ikishirikiana na viongozi wengine tunakwenda kuhakikisha kwamba kata hii ya Kahama inakuwa imara zaidi. Mafanikio pamoja na uchafuzi wa mwaka 2024, mheshimiwa makamu, Ilemela ilifanikiwa kupata viongozi wenye viti wa serikali za mitaa 13. Tulipata ushindi katika mitaa 13. Maana yake ni miongoni mwa wilaya ndani ya nchi hii zinazoongoza kupata wenye viti wengi. Lakini Ilemela tunasononeka, maana malengo yetu makubwa ilikuwa ni kupata mitaa 110 kati ya 171. Sasa uchafuzi huu ulituingiza hasara, lakini tunaamini Ilemela ni yetu. Katika kipengele cha mafanikio, mheshimiwa mwenyekiti, Ilemela tumefaulu kununua printer ambao malengo yetu ni kuzalisha kadi, na tumeshapanga kila kata tunakwenda kuweka kijiwe cha usajili. Kila kata tunakwenda kuweka kijiwe cha usajili. Kuna vijiwe vya kahawa, sasa tunakwenda kuweka vijiwe vya usajili kila kata ili kwamba watu wetu waweze kusajiliwa. Sambamba na hilo, mheshimiwa mwenyekiti, tumepanga kujenga ofisi ya wilaya ambayo inakwenda kujengwa katika kata ya Bugogwa. Kulingana na makadirio ya awali ya mafundi wetu, ofisi hii inakwenda kugharimu shilingi milioni 80. Hivyo hatua za awali zimekwisha kuanza. Tumekwisha kulipia kiwanja chetu, upimaji shirikishi, na mikakati inaendelea ya kulipia kibali cha ujenzi. Na wakati tunaendelea kufanya hivyo, tumefaulu mpaka leo tumeanza kusomba tripu za mchanga na mawe, na kamati tendaji imeshapanga rasmi tarehe 15 mwezi ujao, mwezi wa 8, ndio itakuwa siku rasmi ya kwenda kuanza ujenzi wa ofisi yetu. Kwa hiyo tutakapowafikieni wana Ilemela, wana Nyamagana na watu wengine, basi mtunge mkono ili tuweze kufanikiwa kupata milioni 80 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi yetu. Changamoto, mheshimiwa mwenyekiti, kulingana na hali halisi, Ilemela ni miongoni mwa wilaya ambazo watu wake wamekamatwa. Tuna watu wapatao 13 ambao wako Butimba wamepewa kesi ya ugaidi. Tunashukuru of course mawakili wetu wametusaidia katika changamoto hii, wameonekana kwa nguvu wakitusaidia. Hivyo tunaamini kwamba kwa pamoja tukishikamana na hii itaisha. Mapendekezo, mheshimiwa mwenyekiti, tunapendekeza, tunaomba zaidi mawakili na wanasheria wa chama watusaidie ili kwamba waweze kutetea watu wetu ambao wako mahakamani, kwa sababu wako mahakamani, of course wako rumande. Hii itatusaidia. Mawakili wetu wamekuwa wakijitoa kwa kipato kidogo, kwa changizo ndogo, lakini tunatamani tupate special advocates au wanasheria maalum wa chama ili waweze kutusaidia, kwa sababu hawa ndugu ni kamata. Watu wetu wanaendelea kukamatwa kila kunakoitwa leo. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na mawakili na wanasheria ambao ni continuously watakaoweza kututetea pale ambapo tunapokwenda. Na mwisho, tunapenda kukupa hongera mheshimiwa mwenyekiti. Ilemela tuko pamoja na wewe, pamoja na yote yanayozunguka uongo unaotengenezwa juu yako, lakini sisi kama Ilemela tuko na mwenyekiti wetu, tuko na makamu wetu, tuko na Lissu na tuko na kamati kuu, na tuko tayari kupokea maagizo ya aina yote
yale yatakayokuwa yanashushwa kwetu kupitia ngazi zilizoko juu yetu. Asante sana, na mpa nafasi mwenyekiti aweze kuongea mawili. Karibu sana. Makamanda Peoples Free Tundu Lissu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa na viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti taifa, Ilemela tunakuahidi kwamba tumejikita kwenye kazi za chama. Na katika hizi kazi, Mheshimiwa, naomba niainishe machache japokuwa tuna kazi nyingi za chama kiujumla. Moja, tumejikita katika operation ya Free Tundu Lissu na katiba mpya ni sasa. Tunaifanya ipasavyo Mheshimiwa mwenyekiti. Pili, usajili wa wanachama kama ilivyo ada yetu ya Ilemela. Tunatarajia kuja kuvunja tena rekodi ya taifa hivi punde. Mheshimiwa, tunakuahidi pia kwamba ujenzi wa ofisi ya chama inafanyika muda sio mrefu nyuma ya airport. Tunaamini utakapokuwa unakuja kutoka Dar es Salaam, ukishuka pale kwenye lango kuu, Mheshimiwa, utaripoti ofisini kwetu na kusaini kabla hujaja huko tuliko mjini. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaahidi pia utumishi mwema na uliotukuka wa chama chetu. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kuache na maneno mawili hasa ya wahenga. Wahenga wanasema ada ya mja unena, muungwana ni vitendo. Ya pili, wahenga hao walisema matendo kukidhi haja ni maridhawa kuliko maneno. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mara nyingine karibu sana Ilemela. Ilemela bado tuna jambo letu na wewe. Tutakualika pale itakapobidi Mheshimiwa, upokee maoni yetu itakapofika. Asante sana. Asanteni sana watu wa Ilemela. Naomba sana